ya taarifa hizi za ndani ambazo ni za asili kubwa, naomba ikiwa wewe ni mgeni na unatazama Tanzania Eye TV kwa mara ya kwanza, chukua sekunde moja tu, bonyeza batoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Na kila mmoja unapoendelea kutazama, bonyeza alama ya like na karibu. Taarifa ambazo zimetufikia katika meza yetu ya habari hapa Mbeya, Tanzania, zinatueleza wazi kwamba mlinzi wa Samia Suluhu Hassan ambaye ni rais katili hapa Tanzania ameweza kujilipua na kujipiga risasi na kupoteza maisha yake papo hapo. Taarifa hizi zimeweza kusambazwa katika mitandao ya kijamii na tumekuwa tukizihakiki, huku zikidai ya kwamba mmoja wa mlinzi wa Samia Suluhu Hassan ambaye ni wa kikosi cha PSU ameweza kujipiga risasi kule Zanzibar na kupoteza maisha yake ghafla. Na tunataarifiwa ya kwamba kikosi hiki cha PSU ni kikosi ambacho kinahusika kwa kutoa ulinzi hasa viongozi wa kitaifa hapa Tanzania, na sasa wameanza kujilipua wao wenyewe. Unajua yale maofu yaliyofanyika hapa Tanzania mwaka jana tarehe 29 Oktoba yanaweza kuandama watu wengi na kupoteza maisha yao. Samia Suluhu Hassan yeye anaona ni vizuri, anaendelea na uongozi wake, lakini baada ya Samia Suluhu Hassan kuapishwa, yale ambayo tumeshuhudia huwezi kuyaamini, na miongoni mwao ni haya ambayo tunaendelea kuyashuhudia. Ikumbukwe ya kwamba viongozi ama wabunge wa chama cha CCM wamepoteza maisha yao ambao ni wengi, ambao wamekufa ghafla, madiwani wamekufa ghafla, wengine wanahusika katika ajali za barabarani, na kuna wale ambao ni wa chama cha CCM katika kata tumeona wakiuawa, wengine wakikatwa vichwa. Yaani uongozi wa Samia Suluhu Hassan huwezi kuaminika sasa hivi kwa maovu yale ambayo yanaendelea. Na sasa hivi tumeona mlinzi wake amejipiga risasi na amepoteza maisha yake. Ikumbukwe ya kwamba hata jeshi la polisi hapa Tanzania wengi wao wameaga dunia ni kwa sababu ya uongozi ambao sio halali. Kuaga kwao dunia, wengine wanahusika katika ajali ya barabara na kupoteza maisha yao ghafla. Kwa hivyo vifo ambavyo vimeweza kushuhudiwa chini ya uongozi wa Samia Suluhu Hassan, hata ukijaribu kuhesabu huwezi maliza. Madiwani wameaga dunia, wabunge wameaga dunia, viongozi wa chama cha CCM wameaga dunia, UVCCM wameaga dunia, na sasa mlinzi ambaye anatoa ulinzi kwake naye kajilipua na risasi. Kwa hivyo haya ni madhambi ambayo yanaendelea kuandama serikali ya Samia Suluhu Hassan. Ikumbukwe ya kwamba waliopoteza maisha yao hapa Tanzania ni wengi, lakini serikali ikasisitiza ya kwamba hawajui idadi kamili ya wale ambao waliweza kupoteza maisha yao, licha ya kuunda tume ya Jaji Chande ili iweze kumsafisha. Na tume ile iliweza kuleta ukora ambao hauwezi kuaminika, kwa sababu walisema watu ambao waliaga dunia ni 518, idadi ambayo haipo, kwa sababu alisema hapa Mbeya watu walioaga dunia ni 90, wale ambao waliaga dunia Dar es Salaam wakasema, wale waliaga dunia kule Mwanza akasema. Sasa tukijumlisha pamoja tunapata idadi ya watu 405 ndio waliweza kupoteza maisha yao katika kilichosemekana baada ya uchaguzi kufanyika hapa Tanzania. Kwa hivyo tukilinganisha na ile idadi ambayo aliitoa kwa ripoti kwamba ni 518 haiendani. Na sasa tukipiga mahesabu ya miili ambayo alisema ya kwamba ilipatikana ama iliweza kutambuliwa, ukiongeza na miili ile ambayo haikutambuliwa 9, ukijumlisha pamoja unapata hesabu ni 496. Kwa hivyo kuna tofauti ya wale ambao waliaga dunia. Sasa ukitoa 496 ukitoa kwa 518, hesabu hiyo haingii, kwa sababu inamaanisha hii ni ripoti ambayo iliweza kuandaliwa ili kuwafanya Watanzania kuridhika kwamba wamefanya kazi, lakini ni
ripoti ambayo ilikuwa isafishe Samia Suluhu Hassan. Lakini sasa hivi vile hali ilivyo, Samia ndio anaweza kutumia mbinu zote kujikinga yeye mwenyewe, lakini Mungu halali yeye ndiye anaendelea kumwandama. Walinzi wakajilipua risasi na kuaga dunia, wabunge wameaga dunia. Kwa hivyo, na sasa hivi Samia Suluhu Hassan penye imefika, anastahili kuchukuliwa hatua kali za kisheria, haswa kupitia mahakama ya kimataifa ambayo inashughulikia uhalifu ambayo ipo pale Uholanzi ya ICC, kwa sababu ICC kile ambacho wanahitaji ni ushahidi. Sasa hivi hata hii tume ambayo alichagua ya Jaji Ichande kumsafisha iliweza kukiri kwamba watu 518 waliaga dunia na waliowaua ni maafisa wa polisi ambao ni vyombo vya dola. Hata Samia tarehe 9 Disemba mwaka jana aliweza kudhibitisha na kusema ya kwamba vyombo vya dola viliweza kutumia nguvu zaidi, kwa sababu hakukuwa na nguvu kidogo ambazo zingetumika dhidi ya wale ambao alisema ya kwamba ni maharamia ama majambazi ambao walitaka kupindua serikali yake waiondoe mamlakani. Kwa hivyo ni thibitisho kwamba Samia Suluhu Hassan ameanza kuandamwa, na damu ile inaendelea kunuka kila mitaa hapa Tanzania, inaendelea kuandama serikali yake, na watakufa na watajiua wengi tena zaidi. Achana na hawa, wengi watakufa. Ndio maana unaona sasa hivi hata yeye mwenyewe anageuka kuwa kichaa, anakuja tu anasema ya kwamba mafuta lita moja petroli inauzwa kule Marekani zaidi ya milioni 20, kule Uroba zaidi ya milioni 21. Kwa hivyo haelewi, ni kwa sababu ya kuchanganyikiwa. Ile damu ambayo ilimwagika inaendelea kuandama uongozi wa Samia Suluhu Hassan, na hata kabla ya uchaguzi ujao hapa katikati huenda tutashuhudia makubwa ambayo yanaendelea kuandama, kwa sababu damu ile ambayo ilimwagika inaendelea kutafuta kwa nini waliweza kuuawa. Unajua sasa hivi baadhi ya familia zinaendelea kulia, baadhi ya familia hazikupokezwa miili ili kuizika na kuonyesha heshima ya mwisho, ila tu tunaona baadhi ya familia zile ambazo ziliweza kupoteza jamaa zao, mandugu zao, waliweza kuzika viatu, wengine wakazika picha, wengine wakazika nguo, ishara tosha kwamba mwenzetu ameenda. Na tumeona Umoja wa Mataifa ukitoa amri kwa Samia Suluhu Hassan iweze kuachilia miili kwa familia, lakini yeye ameshupaza shingo tu, hataki kuchukua hatua. Akiambiwa muachilieni Tundu Lissu kwa sababu anamfunga kwa sababu ya siasa, anashupaza shingo tu, hataki kumwachilia. Kwa hivyo baada ya yeye kuwa na kichwa ngumu kama mawe, sasa penye imefika, Mungu mwenyewe ameshuka, ameanza kutenda maajabu hapa Tanzania, na tutasikia mengi, na sisi kama Tanzania ITV tutakuwa tunawahabarisha yale yote ambayo yanaendelea kuandama serikali ya Samia Suluhu Hassan. Naomba kutamatishia hapo, tutapata taarifa zingine ambazo tunaendelea kuhakiki, kwa sababu kituo hiki lazima tuhakiki kila jambo kabla ya kulileta hewani. Kuna zingine ambazo zimefika katika meza yetu ya habari, tunaendelea kuzichambua, tukizipata ni za ukweli tunathibitisha, kisha baadaye tutakuwa tunarudi hewani ili kuhabarisha. Kufikia hapo na tamatisha hii kanda, tukutane baadaye, lakini ikiwa hauja subscribe, chukua sekunde moja ya mwisho, bonyeza button ya subscribe ambayo ipo hapo chini na washa kengele, ili wakati wote tutakapoweka kanda utakuwa unafahamishwa Tanzania ITV tumeweka kanda ya kutazama. Kwaheri kwa sasa.